Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu wasikilizaji watukufu, katika siku hii ya leo, hebu twende tukakitazame kisa cha mwanamke ambaye aliyenyanyuliwa baada ya fedheha. Alinyanyuka baada ya fedheha. Kichwa cha habari cha kisa hichi tunaweza tukasema ya kwamba walimdharau lakini Allah akamtukuza. Basi twende tukakione kisa cha mwanamama huyu kwa mujibu wa wanawachuoni wakituelezea. Kanat hunaka mraatun tusamma Maryam. Kulikuwa kuna mwanamke ambaye jina lake alikuwa anaitwa Maryam. Mraatun hadiatan tayyibatal qalbi. Alikuwa ni mwanamke mpole kabisa, lakini ni mwanamke mwenye moyo mzuri sana. Walakinaha kanat mahalla sukhuriyati nasi wa kalamihim. Lakini mwanamke huyu ikawa ni chanzo cha yeye kudharaulika na kupewa maneno mabaya na watu kulingana na maisha yake jinsi yalivyo. Hali yake ni mbaya, maisha yake ni magumu, hana mbele wala nyuma, biashara hakuna, kila anachokifanya ni kibaya. Basi kama ilivyokuwa kwa baadhi ya watu sasa hivi walivyo na kudharaulika. Lakini kanu yakuluna laha, watu walikuwa wakisema kumwambia mama huyu. Wanamwambia nini? Wanamwambia madha nafa'aka sabruki, hiyo subira yako imekunufaisha na nini? Maana kila ukiambiwa hali yako ni ngumu, nenda hata kwa waganga washirikina, fanya hivi na vile, nasubiri. Haya, subira yako imekunufaisha na kitu gani? Wamadha junaiti min dinik wa hayatik. Lakini wanamwambia aidha wamaza janait min dinik wa hayatik. Haya, hebu tuambie, aidha wanamwambia subira yako imekufaidisha na kitu gani? Lakini pia dini yako imekufaidisha na kitu gani? Unajifanya unaswali eti na subira. Aya, subira yako imekupa nini? Mbona mpaka sasa maisha yako bado magumu? Swala zako zimekupa shingapi? Mbona mpaka sasa unaswali na bado ni maskini tu, na sisi wenzako tusioswali ni matajiri tu? Haya, nini ambacho kinachokufaidisha kwa kuwa na subira pamoja na swala? Basi mama yule alikuwa akiambiwa maneno mabaya sana na wanawake wenzake, akiambiwa maneno mabaya sana hata na baadhi ya wanaume. Basi alikoga maneno mabaya. Lakini mama yule hakuacha kufanya ibada, hakuacha kumdhukuru Mungu, na hakuacha kuendelea kuwa na subira, akiamini kwamba ipo siku moja itakuwa ni siku yake mbele ya Allah jalla fi'ala. Fi lailatin baada an nama an-nas, siku moja usiku wakati watu wamekushalala, qamat Maryam, yule dada Maryam alisimama usiku, watu wote wamelala. Sikiliza kwa umakini. Fatawaddaat, huyu dada Maryam akachukua udhu, akatawadha. Kisha wasajadat lillahi, na akamsujudia Allah. Waqalat, na akasema pale wakati amemsujudia Allah, wahiya tabeki. Maneno aliyokuwa akiyasema, alikuwa anasema huku analia, anabubujikwa na machozi. Akasema maneno haya: ya Rabbi, inta ta'lam haqiqati,
wa ta'lamu dhulmahum li, Mola wangu, hakika wewe unaijua hakika yangu na unajua dhulma yao juu yangu mimi, namna wanavyonihukumu, wanavyonisema vibaya, haya yote ya Rabbi unajua. Kisha faj'alli farajan wa karamatan, anamwambia Mungu, ya Rabbi, embu nijalie faraja, nijalie karama, na mimi niwe mtu miongoni mwa watu wamezidi sana kunisema vibaya, hali yangu ni mbaya, uchumi wangu unaujua Allah. Kisha baada ya maneno hayo, wakanat Maryam la taruddu ala ahadi, huyu Maryam alikuwa hamjibu mtu yoyote, yeye ananyamaza tu, maskini ya Mungu, semeni mtakavyosema, lakini yeye analia na Mola wake. Lakini wala tudafi'u an nafsiha, na wala haitetei nafsi yake kwamba mimi nafanya hivi kwa sababu hii, nyie semeni mtakavyosema, lakini mimi niko na Allah, wala hajitetei. Bal taqulu fi qalbiha, bali alikuwa anasema moyoni mwake kwa wale ambao wanaomsema vibaya, anasema hivi, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Haya ndiyo alikuwa maneno yake azim kabisa aliyekuwa akiyatamka. Kila utakapomsema vibaya ananyamaza kimya, anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sasa basi, wama hiya illa ayyamun hatta fataha Allahu laha baban adhima. Aliendelea na staili hizo na akafanya na dua, ambayo dua hii tutakwenda kukufundisha alifanya dua gani, mpaka Mwenyezi Mungu akamfungulia kipato cha ajabu, akamfungulia milango ya ajabu kweli kweli huyu Maryam. Lakini sio kumfungulia tu, bali warazaqaha qabulan wa makanatan, Mwenyezi Mungu akamruzuku kabuli na sehemu mbalimbali za kuishi. Maryam akaenjoy baada ya kupata riziki hii. Waswara alladhina kanu yaskharuna yataajabun, wakabaki wale ambao walikuwa wanamfanyia maskhara, wanamfanyia ubaya, wanamfanyia kila aina ya madhihaka, wakabaki wanashangaa. Sasa wanastaajabu, huyu mtu vipi? Mbona sasa kama maisha yamekuwa mazuri ghafla, imekuwaje? Mbona maisha yake yamebadilika? Mbona maisha yake yamekwenda hivi na vile? Vipi? Mambo yanakuwaje? Lakini faqalat Maryam bihudui, Maryam akasema kwa utulivu kabisa. Anasema nini? Anasema wallahi man sabara wa sallama amrahu lillahi rafa'ahu Allahu walau ba'da hin. Anaapa, anasema wallahi, yoyote atakayesubiri akajisalimisha mbele ya Mola wake, basi Mungu atamfungulia milango ya kheri, hata kama itakuwa ni muda gani, Mungu atampa tu, wala asiwe na mashaka. Anatambua kwamba yeye alipata, Mungu alimpa. Kwa hiyo Maryam yeye alikuwa na subira sana, lakini Mungu akamfungulia kwa sababu ya ile subira yake. Sasa kipi ambacho Maryam alichokifanya sana mpaka Mungu akaamua kumfungulia? Cha kwanza, alikuwa na subra. Cha pili, alikuwa kila neno baya akiambiwa na mtu anasema subhanallah, subhanallah wa ni'mal wakil. Lakini dua ambayo aliisoma Maryam kuanzia siku hiyo kwa muda wa takriban mwezi mzima, Maryam aliisoma dua hii akasema, Allahumma inna nashku ilaika dha'fana wa nas'aluka karamatan min indika farfa'na idha ahinna wansurna idha dhulimna waj'al
aqibatana khaira, amin. Hii ndiyo dua ambayo aliisoma Maryam, na alikithirisha kuisoma kila siku kwa muda wa mwezi mmoja, na dua hii alikuwa akiisoma mara 21. Alikithiri kila siku kabla hajalala akisoma dua hii, lakini akiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maneno mabaya ambayo watu wanamwambia, lakini ipo siku anaamini kwamba atatusua katika maisha, na siku ikafika akawa tajiri, maisha yake yakabadilika, kila kitu kikaenda safi na salama. Ewe ndugu yangu ambaye maisha yako yamekuwa ni magumu, hali yako ya uchumi imekuwa ni mbaya, ndugu zako wanakusemea maneno mabaya, kila siku wanakusemea vibaya vibaya, basi haujachelewa. Ewe mja, hujachelewa. Fanya alichokifanya Maryam, kuwa na subra, fanya ibada, sema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, na uambatanishe katika kusoma dua hii. Wallahi na kuhakikishia mambo yatakuwa safi kabisa na mambo yatakuwa salama. Hujachelewa, rudi kwa Allah, pambana uweze kubadilishwa katika maisha yako. Mwisho kabisa tunasema kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama kuna yoyote anaweza akatupa msaada zidi ya wenzetu, tunao ndugu zetu wana hali mbaya sana za kiuchumi. Wallahi, tuna ndugu zetu wana hali mbaya sana za kiuchumi. Mfano, nikupe mfano mdogo. Tunaye ndugu yetu hapa mtaani kwetu, babu yetu huyu. Tazama hii video hapa kwa kifupi tu, halafu muone huyu mzee hali ya maisha yake jinsi ilivyo. Halafu niambie mtu kama huyu anahitaji kusaidiwa au hahitaji kusaidiwa. Wallahi tunamuombea. Tena ikibidi kama uko tayari uje bega kwa bega, mimi nikupeleke nyumbani kwa huyu mzee, nyumba yake anayoishi. Yuko yeye peke yake, walikuwa mapacha, mwenzake kafa, kabaki peke yake. Nyumba ni ya kwake, lakini ni gofu, sio nyumba, ni gofu. Mvua ikinyesha ndio tia maji, haelewi, lakini hanyeshewi jinsi alivyojiezeka. Ndugu zangu, tumsaidie mzee huyu na tuwasaidie wazee wengine. Mzee huyu anasema hajui hata atakula nini, atafuturu kitu gani, haelewi anaishije, daku anakula nini, lakini anafunga, ni Muislamu. Sasa ndugu zangu, hebu tazama hii video, alafu niambie, je, huyu mtu anahitaji nini? Na kama uko tayari kumsaidia, basi insha Allah tunaomba toa msaada, tuma fedha yako kupitia namba hii ambayo unaiona hapa katika simu yako, screen yako, TV yako, tuma. Lakini ikiwezekana njoo mwenyewe mkono kwa mkono nikupeleke kwa mzee huyu, na tunatamani sana mzee huyu apate nyumba, apate kujengewa, maisha yapate kukaa katika level iliyokuwa safi na salama. Inshallah, naomba tazama hii video alafu useme unasaidia kitu gani na unamsaidia kwa lipi. Inshallah, sio yeye, wako na wengine, lakini tunaomba kwanza tuanze na huyu. Mtazame mzee wetu hapa inshallah. Habari zake ndefu kabisa, inshallah upate kujua nini ambacho kinachoendelea juu ya mtu huyu inshallah. Ya Allah. Naam, hapa unapomwona anakwenda kuingia, maana yake hapa ndipo nyumbani kwake, na huo ndio mlango wake. Kaekeza tu mabati. Kiwanja hichi ni cha kwake, lakini ndo hana uwezo wa kujenga. Yaani uwezo wake ndo umeishia hapa kuwekeza tu vitu ili mradi aendelee kuishi. Huyu ni Muislamu na anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wallahi hajui anafuturu kitu gani. Tazama maisha yake, anapenya. Twende sasa ukaone ndani kwake jinsi palivyo. Tazama, anapenya kwenda kukaa kwake. Hapo ndipo anapoishi mzee huyu. Tuangalie namna ya kumsaidia ndugu zangu. Wallahi sisi tuna huruma sana Waislamu na tunabebana sana. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ndugu zangu, unayemwona hapa ni mzee wetu hapa katika maeneo ya hapa katika mtaa wetu. Huyu mtu environment yake yuko peke yake. Anaishi mwenyewe, hana mke, lakini aliwahi kuwa walikuwa mapacha. Mwanzo walikuwa mapacha, lakini pacha wako wamefariki, si ndio hivyo? Naam. Pacha wake amefariki, kwa hiyo kabaki peke yake. Na hawa mapacha walikuwa wanaishi hapa hapa. Kwa hiyo
wao ni wakongwe sana katika eneo hili, ni wakongwe sana. Watu wengi wamekuja wamewakuta eneo hili, lakini ilivyokuwa si bahati ni kwamba mpaka sasa maisha yake ndiyo kama unavyoyaona hapo. Sasa insha Allah tunaomba tukuulize baba, maana kuna mtu mwingine akiona environment kama hii anaweza kujiuliza huyu mtu anaishi katika mazingira gani? Ni mtu ambaye yuko timamu kabisa, hana shida, yuko sawa na anatamani na anahitaji sana aweze kupata msaada wa hali na mali. Ndio. Kwa hiyo naomba nikuulize Sheikh wangu, wewe kwa jina unaitwa nani bana? Mimi naitwa Omari. Omari nani? Omari Beku. Omari Beka. Omari Beka. Beku. Beku. Bwana Omari Beku, huyu ni jirani yetu, sio mbali sana na sehemu tunayoishi sisi. Tumeona tuyafanya haya ili wadau muone watu wanaohitajia chakula, wanahitaji msaada, wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanahitaji wabebwe, wanyanyuliwe. Kuna wapo watu wanadhaminiana matajiri kwa matajiri, lakini wanawaacha watu wenye kuhitaji kweli. Nilikuwa natamani nijue mzee wangu, wewe umefunga leo? Ndio. Naam, mzee wetu anafunga lakini naam, kwa hiyo nataka nijue Omar Beku, mzee wetu huyu anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tulikuwa mimi binafsi natamani, hebu useme wewe kwa watu, natamani wakusaidie kitu gani? Mimi kusaidia kwangu ndio kama hivyo, ndugu yangu, na wewe umeniona hali yangu, na mimi kwa kusema kweli sina kile ninachokipata, basi nashukuru hicho. Kwa sababu huwezi ukamjutia mtu au ukamlaumu mtu. Imekuwa bahati nzuri kama wewe hivyo umekuja, naona rafiki yangu ule kaja ameniuliza vizuri tu, bwana babu vipi wewe umefunga? Mbona nimefunga giza, sijui nitachokula, sikielewe nini. Sababu nimefunga tu kwa sababu hivi vitu tunajua viko kwenye zamana. Basi na mimi nakipenda hichi kitu, lakini katika nafsi yangu, lakini uwezo wangu sina ule mfano kujisaidia kama wengine wanaofanya vile nini, wanaweka mposho wanakula nini. Lakini mimi mawazo yangu kwa sina, ila ipo katika ya kuzama ambaye ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu basi. Naam, sawa. Sasa nataka nijue environment hii hapa eneo hili, namna jinsi ulivyopanga hivi vitu na nini, na maana hapa ulipo umejipanga mwenyewe, umeweka kabati hapa na nini hivi, inakuwaje? Mfano mvua ikinyesha hapa, mvua haunyeshewi na mvua? Kwa kweli mvua hainyeshi, siwezi nikaroa, lakini kwa vile nafanya kutokana haina jinsi, nitafanyaje? Uwezo wangu ndio huo, nitafanyaje? Okay, sawa. Sasa maana umejibalance kidogo kabati yaka ulivyokaweka na nini, na maana hapa mvua haiwezi kukunyeshea. Ndio. Lakini kwa mazingira yako, je, hautamani ajitokeze mtu pengine aweze hata kama anaweza kukujengea pengine hata chumba kimoja au vyumba viwili? Unaonaje kitokea mtu kajitokeza wa hilo? Itakuwa ni vizuri, nitashukuru vile vile. Mashaallah. Na je, tunaomba tuone iftari yako ya siku ya leo iko wapi ulioiandaa? Iftari ya leo kusema kweli, kwa siku ya leo sina. Hauna iftari? Sina iftari. Je, unategemea kufuturu nini ikifika wakati wa magharibi? Itapofika wakati wa magharibi, basi inabidi hata maji nikichemsha hapo maji na kunywa basi. Mara nyingi huwa unafuturu kitu gani unapokuwa umefunga? Kwa sababu naweza nikakiwekelea makini wakati kile kitu sina mategemeo nacho. Mfano kama jana ulifuturu kitu gani? Jana kusema kweli, kwa jana nikanunua mandazi yangu ya Baresale, basi nikala. Mandazi mangapi ulinunua? Nilinunua mandazi yangu 3. Basi sawa. Hapo naona pana naona hapo kuna katika sufuria kama kuna mboga fulani za majani. Ni kitu gani hicho? Hii ni spinachi. Hii spinachi. Ni spinach. Unaiandaa, umeshaipika? Sijaipika, bado nimekatakata tu hapo. Itapofika muda basi najua nakuwa siwezi nikahangaika sana nikiasi ya kuweka jikoni tu basi. Kwa sababu muda wenyewe bado. Na maana utakula hiyo spinach? Ndo iftari yako katika siku ya leo? Aha. Sawa. Sasa na daku, je, utakula nini? Daku sina uhakika
kama nilivyoongelea. Yaani uelewe utakula nini, ili mradi tu siku ipite. Ili mradi siku ipite basi. Na mbona vitu kama hivyo wamekusanya madumu na nini? Madumu yanakuwa yanasaidia nini? Hayo nimejaza maji hayo. Ni madumu ya maji. Nimejaza maji. Zile mvua zilizotoka kuja juzi hapa nikajaza mule. Ili mradi leo yanisaidie. Ya kusaidie. Na vipi kuhusu hizo chupa na nini, hivyo vitu ulivyopanga hapo vinahusiana na nini? Hizo nao zinahusiana hivyo ya maji, bali nimejaza maji zingine ili mradi nipate kama balance ya kuweka maji. Maji nimeweka tu. Kwa hiyo haya ndio mazingira ya mzee wetu. Nafikiri inshallah kama utakuwa umeguswa, ndio Sheikh, hebu jitahidi kuweza kuhakikisha kwamba unajua namna gani unaweza kumnusuru mzee wetu huyu. Na pia unaruhusiwa kufika hapa, tunaweza tukakufikisha hapa, ukafika ukamuona mzee. Utaangalia namna gani unaweza ukambeba na unaweza kumsaidia hapa. Ni Dar es Salaam, maeneo ya Gongo la Mboto. Dar es Salaam Gongo la Mboto, sehemu moja panaitwa Ulongoni. Yupo mzee wetu ambaye kwa jina anajitambulisha tena. Hebu ambie tena jina lako, unaitwa nani? Naitwa Omari Beku. Anaitwa Omari Beku. Inshallah naomba tufanye jitihada tuweze kumsaidia mzee wetu apate iftari, apate daku, na ikiwezekana sio hivyo tu peke yake, bali hata nyumba yake hii aweze kupata nyumba iliyokuwa ya kueleweka, kwa sababu usalama unakuwaje mzee wangu? Mfano kama kuna wadudu kama nge, nyoka na nini, hujawahi kuingiliwa na wadudu kama hao humu ndani? Siwezi nikanini, ila tunakaa kama unaamini Mwenyezi Mungu basi natosha. Hujawahi kukutana hata na nyoka humu? Hujawahi? Nge? Hata sijawahi. Allah, mashaallah, Mungu anakulinda. Na mapacha mliokuwepo, yani jinsi mlivyokuwa mapacha, wewe na mwenzako mlikuwa mnafanana kama jinsi mlivyo, lakini mwenzako ametangulia mbele ya haki, na wote mlikuwa mnaishi hapa. Ndio ndugu zangu, hili ni eneo la huyu mzee hapa, ni kieneo kidogo kidogo tu. Kwa hiyo akijitokeza mtu ambaye anaweza hata kumjengea chumba kimoja, vyumba viwili, wallahi atakuwa akajitengenezea sadaka kubwa sana mbele ya Allah jalla fi'ala. Inshallah sisi kazi yetu ni kufikisha, nanyi kazi yenu ni kutenda kama jinsi inavyostahiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Haya, inshallah huyu ndo mzee wetu. Nyumbani kwake kuingia hapa panahitaji moyo. Naam. Nakusubiri hapa. Naam. Kama unavyomuona hapa ndio alipo anapoishi, environment ya nyumbani hapo.